Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kwamba katika Sahih Muslim, mtu yoyote atakayeswali rakaa 12 min ghairi faridhatin, manake usiku na mchana, kila siku unaswali rakaa 12. Haya, hizi rakaa 12 ni katika zile swala ambazo si za faradhi. Mtume anasema min ghairi faridhatin, Mwenyezi Mungu atakujengea nyumba peponi. Nani asihitaji nyumba peponi? Ndugu zangu, sisi sote hapa, mbio zetu na ibada zote ambazo tunazifanya na maombi yetu yote, malengo kuu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuingize katika pepo yake. Sasa lau utadumu katika hizi rakaa 12, Mungu atakujengea nyumba peponi. Hizi rakaa 12 ni gani hizi? Tunasema katika hadithi nyingine anaelezea, anasema ni rakaa 2 kabla alfajr, hiyo inakuwa ni 2. Rakaa 4 kabla salati dhuhuri inakuwa ni 6, kichanganya na ile 2 kabla alfajr inakuwa 6. Rakaa 2 baada dhuhuri inakuwa 8. Rakaa 2 baada almaghrib inakuwa 10, na rakaa 2 baada alisha inakuwa rakaa 12. Rakaa 2 kabla alfajri, rakaa 4 kabla dhuhur, rakaa 2 baada dhuhur, rakaa 2 baada almaghrib, na rakaa 2 baada alisha. Ukidumu katika hizi katika maisha yako ya kila siku, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujengea nyumba peponi. Ambapo leo unamkuta mtu anaingia msikitini, hizi swala hata hazijui maskini. Anaswali rakaa 2 pale, unamuuliza hey, swala uloswali ni gani hii? Wengi wa watu hawajui malasaf. Bali unamkuta mtu wakati nitakana aswali rakaa 4, sasa anaswali rakaa 2. Hajui katika swala hii unafaa kuswali rakaa ngapi kabla na rakaa ngapi baada. Sasa unakuta watu wanafanya mambo shaghala baghala, maana yake watu anaona watu wanafanya, yeye pia anafanya tu. Wewe unapofanya matendo aina yote kulingana na hadithi ya Mtume, ifanye inavyotakana kufanywa. Mtume sallam anasema inna Allaha yuhibbu an yara abdahu idha amila amalan an yutqina. Mwenyezi Mungu anapenda kumuona mja wake anapofanya matendo aina yote ile, anafanya inavyotakana kufanywa. Si basi ionekane tu fulani anaswali, fulani anafunga, fulani anaswali swala za sunna, lakini ndivyo ndio Mtume alivyofundisha. Unafanya inavyotakana, unafanya ipasavyo. Wengi wa watu hawana habari hizo, ndugu zangu. Sasa hizi rakaa 12, lao utadumu ndani yake, na unapodumu katika ibada aina yote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda hayo vile vile. Tunasema anasema katika hadithi ambayo ni sahih, inna Allaha anasema kwamba, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda yale matendo, ahabbul a'malu ila Allahi adwamuha wa in qalla. Matendo ambayo yanapendeza mbele ya Mungu ni yale ambayo yenye kudumu, hata kama ni chache. Dumu ndani yake, haya ndo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Si wewe leo unafanya baadhi ya matendo au unasema kama ni sunna, mara umeacha. Ndio Mtume anaelezea kuhusiana na sahaba mmoja. Mtume anasema ni'ma ar-rajulu Abdullah kana yaqumu bil-layl fataraka qiyamul layl. Ni mtu mzuri alioje mja wa Mungu fulani, alikuwa akiamka usiku alafu akawacha kuamka usiku. Maana yake tufanye kitu kidogo lakini tudumu ndani yake. Kwa hivyo rakaa 12 hizi kwanza tudumu ndani yake, ndugu zangu. Na ikiwezekana unaziswali nyumbani kabla ya kuja msikitini. Kuna dharura, basi ndio uswali hata msikitini. Usiache zikakupita hizi rakaa 12, Mwenyezi Mungu atakujengea nyumba peponi. Lakini sasa katika riwaya zingine, hadithi nyingi, hapa nitakani niwape faida ndugu zangu, ambayo Waislamu wengi leo hawajui. Mfano, kuna hadithi Mtume anaelezea kuhusiana na fadhila ya hizi rakaa 2 ya kabla alfajr. Mtume sallallahu anasema rak'ata qabla alfajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa 2 kabla salati alfajri ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Hii dunia ina nini ndugu zangu? Hii dunia ina upepo, ina dhahabu, ina mafuta, ina vyakula, ina wanyama, ina binadamu, ina majini, ina pesa, ina magari, ina majenzi. Basi rakaa 2 ya kabla alfajr, ambayo ni ibada ya sunna, ni bora kuliko hii dunia na unavyoviona ndani yake. Sasa ikishakuwa swala ya sunna ndo hali yake ndo hii, salati alfajr yenyewe itakuwaje ndugu zangu?